huu. Awali ya yote tuanze kwa kuomba radhi kwa kuchelewa jambo letu hii ya leo. Tulikuwa tuanze saa 4 asubuhi kwa maana saa 4 kamili, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tumechelewa kwa dakika kadhaa, lakini sasa tuko tayari kuianza safari yetu ya kuwapa taarifa muhimu kuelekea mechi yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mbele yenu naitwa Komando Ahmed Ali, niko hapa nikiwa ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, na hii leo tuna taarifa muhimu kuhusiana na timu yetu ya Simba Sports Club. Tunafahamu ya kwamba tuna mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa siku ya tarehe 28, siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa. Mechi yetu itakuwa ni saa 10 kamili jioni katika uwanja huo, na tayari wageni wetu kwa maana ya Gaborone United wameshawasili Tanzania. Wamewasili alfajiri ya leo kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huu. Mambo yote yamekwenda vizuri katika kuwasili kwao, na watafanya mazoezi hii leo jioni, watafanya tena mazoezi kesho, na Jumapili tukiamka salama itakuwa ndio siku ya mchezo wetu wa marudiano sisi dhidi ya wao. Katika mchezo huu utachezeshwa na waamuzi kutoka nchini Niger, na wao wako njiani kuwasili nchini Tanzania. Waamuzi ambao watachezesha mchezo huo ni Mohamed Ali Musa ambaye ni mwamuzi wa katikati kutoka Niger, lakini vile vile mwamuzi msaidizi namba 1 ni Abubakar Athumani vile vile kutoka Niger. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni bwana Abdullahi Ada Tano kutoka Niger, na mwamuzi msaidizi namba 4 ama fourth official atakuwa ni Musa Ahmadu naye vile vile kutoka Niger, na match commissioner ni Mohamed Mumin Ali kutoka Djibouti. Hiyo ndiyo safu ya maafisa ama waamuzi ambao watachezesha mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Kikosi chetu cha Simba Sports Club kimeingia kambini jana mara baada ya mchezo dhidi ya Gaborone United. Moja kwa moja baada ya mchezo dhidi ya Fountain Gate, moja kwa moja wachezaji wakarejea kambini Mbweni kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huu wa Jumapili. Wachezaji wetu wote ambao wamecheza mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC wote wako timamu, hakuna yote ambaye alipata majeraha. Na kwa kusema hivyo manake ni kwamba majeruhi ambao bado tuko nao mpaka hivi sasa na wataukosa mchezo wa Jumapili ni Mohamed Bajaber pamoja na Abdulrazak Hamza. Hao ndio pekee ambao ni mpaka sasa majeruhi, lakini wengine wote waliosalia wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo wetu wa Jumapili wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuelekea katika mchezo huu tumepokea maelekezo, tumepokea barua kutoka shirikisho la kandanda kutoka shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, la kutupa adhabu Simba Sports Club ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Taarifa hizi zimezungumzwa kwa muda mrefu, lakini hii leo niko hapa kuwathibitishia waandishi wa habari na kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi yetu dhidi ya Gaborone United mashabiki hawataruhusiwa kuingia uwanjani, ikiwa ni kuitumikia adhabu ambayo tumepewa na CAF. Nakumbuka vema msimu uliomalizika wa mashindano ya kimataifa tulipata adhabu ama tulipewa adhabu ya kufungiwa mashabiki wasiingie uwanjani kwenye mechi yetu dhidi ya Constantine, na hii ni baada ya kutokea vurugu kwenye mechi yetu dhidi ya Sfaxien, na CAF waliweka wazi kwamba tumefungiwa mechi moja dhidi ya Constantine, lakini endapo kosa hilo likijirudia tena
ndani ya kipindi cha miezi 12 tutafungiwa tena mechi nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tumefungiwa mechi 2-1. Adhabu ya kwanza ilikuwa ni kutoingiza mashabiki kwenye mechi ya Constantine, lakini endapo tungerudia kosa jingine kama lile tungefungiwa tena mechi inayofuata. Bahati mbaya, baada ya kuitumikia adhabu ile dhidi ya Constantine, mechi iliyofuata dhidi ya Al-Masry tukafanya tena kosa jingine, na hivyo adhabu yake imekuja kutoka sasa, na adhabu hiyo tutakosa mashabiki katika mechi yetu dhidi ya Gaborone United. Nini kilifanyika ama nini kilitokea katika mchezo ule dhidi ya Al-Masry? Yuko shabiki mmoja aliingia uwanjani wakati mechi inaendelea, lakini vile vile majukwaani tuliwasha zile smoke bombs, wote tunazifahamu, nyekundu fulani zile huwa tunaziwasha mechi zinapokuwa zinaendelea. Makosa hayo mawili yametuweka matatizoni na tumepewa adhabu ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Lakini haijaishia tu kwenye adhabu hiyo ya kutoingiza mashabiki, imekwenda sambamba na faini ya dola 50,000 sawa na shilingi milioni 120 fulani hivi kwa kosa hilo ambalo tumelifanya. Sasa basi, rai yangu ni moja kwa mashabiki wa Simba, ambayo hii ni maagizo kutoka kwa viongozi wa Simba Sports Club. Ndani ya kipindi cha muda mfupi tumeathirika mara 2 kucheza mechi bila mashabiki. Kwetu hili Simba Sports ni pigo kubwa kweli kweli, na ni adhabu kali iumizayo, lakini hii tunaweza tukaepukana nayo sisi mashabiki wa Simba kama tukiamua kurejea kwenye misingi yetu halisi ya ushabiki wetu ambao tumeuzoea. Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwaomba na kuwaonya mashabiki wa Simba tuachane na vitendo vya vurugu, kwa sababu vinatuathiri klabu yetu moja kwa moja. Kwanza, tunakosa nafasi ya kwenda kuiangalia Simba kwenye mechi muhimu kama hii dhidi ya Gaborone. Kila mmoja aliuona mchezo dhidi ya Gaborone pale Botswana. Mechi haikuwa nyepesi kwa upande wetu, ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Hasa kipindi cha pili wapinzani wetu walitupelekea moto kweli kweli. Sasa mechi ya marudiano, mechi ya nyumbani, unahitaji faida ya kuwa nyumbani na faida ya mashabiki wako ili kuweza kuwa overcome mashabiki wako, kuwa overcome wapinzani wako. Unakwenda kucheza mechi hiyo muhimu bila ya mashabiki wako. Unaweza kuona ni pengo kiasi gani, lakini ina faida kubwa kweli kweli kwa mpinzani wetu ambaye tunakwenda kukutana naye. Kwa hiyo tayari tumejikaanga wana Simba na mafuta yetu wenyewe kwa vitendo vya dakika chache mno ambavyo tumevifanya kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry. Kwa hiyo rai yangu wana Simba, kwanza hili lianze ulinzi wa wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wanaowasha zile fireworks tunakaa nao majukwani,